Ni saa 5 kamili popote ulipo mpenzi msikilizaji. Hujambo na karibu kwa muktasari awamu ya saa 5. Jina langu ni Collins Imito. Tuanze na taarifa ya tanzia humu nchini. Ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameaga dunia. Raila ameaga dunia akipokea matibabu katika hospitali ya Deva Mata jijini Kodhakulam nchini India kabla ya mauti yake. Kulingana na taarifa kutoka kwa usimamizi wa hospitali hiyo, Raila alikumbwa na matatizo ya moyo akiwa kwenye mazoezi na daktari wake, ambalo limempelekea kifo chake. Hakika ni pigo kuu kwa taifa la Kenya na Afrika nzima kumpoteza kiongozi mwenye tajriba na uzalendo wa kupigania juhudi za kidemokrasia nchini na bara la Afrika. Tunaanza na taarifa za tanzia kuwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameaga dunia. Raila ameaga dunia akipokea matibabu katika hospitali ya Deva Mata jijini Kodhakulam nchini India kabla ya mauti yake. Raila ameaga dunia akiwa na miaka 80. Alizaliwa mnamo mwaka 1945 na amefariki mapema leo asubuhi ikiwa ni tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kulingana na taarifa kutoka kwa usimamizi wa hospitali hiyo, Raila alikumbwa na matatizo ya moyo akiwa kwenye mazoezi na daktari wake, ambalo limempelekea kifo chake. Hakika ni pigo kuu kwa taifa la Kenya na Afrika nzima kumpoteza kiongozi mwenye tajriba na uongozi wa kupigania juhudi za kidemokrasia nchini na bara Afrika. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Ikiwa unafungulia redio yako mpenzi msikilizaji kwa mara ya kwanza, tunasikitika kutangaza kifo cha kiongozi wa chama cha ODM na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Ameaga dunia hii leo. Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameaga dunia hii leo. Raila ameaga dunia akipokea matibabu katika hospitali ya Deva Mata jijini Kodhakulam nchini India kabla ya mauti yake. Kulingana na taarifa kutoka kwa usimamizi wa hospitali hiyo, Raila alikumbwa na matatizo ya moyo akiwa kwenye mazoezi na daktari wake, ambalo limempelekea kifo chake. Hakika ni pigo kuu kwa taifa la Kenya na Afrika nzima kumpoteza kiongozi mwenye tajriba na uzalendo wa kupigania juhudi za kidemokrasia nchini na bara Afrika. Raila Odinga mara ya mwisho alionekana katika kaunti ya Machakos, na hii hapa ilikuwa ni taarifa ya Raila Odinga. Yeah, ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? Look at what we have signed. And we must remain as ODM. And we signed and agreed that we will work together up to 2027. We have not passed any resolution as a party to say how we are going to go into the election of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan that we have negotiated and we have agreed on, and let us continue to implement that plan. And the decision we take when the time comes. Finally, first, I want to thank. Ama kweli wingu jeusi limetanda katika taifa la Kenya na Afrika nzima na duniani kote kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na pia aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya. Ni taarifa ambazo tunaendelea kuzipokea katika chumba chetu cha habari, huku tukiendelea kuongoja taarifa kutoka katika ikulu, na Rais William Ruto anatarajiwa kutoa hotuba kulingana na tanzia ya kifo cha Raila Odinga, na pia tunatarajia kupokea habari kutoka nchini kulingana na kifo au watu wanasema aje kulingana na kifo, ama Raila Odinga atakumbukwa vipi
humu nchini. Ni habari ambazo tunazifuatilia kisha tutakuwa tunaleta hapo baadaye. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Huo ndio mwisho wa muktasari wa habari za Busia Boda FM.